Haya, sehemu ya 4 hii hapa. Sehemu ya 4 tunaendelea na mafundisho yetu kwamba dini zote zilizo chini ya jua sio za kweli. Hatuna dini sahihi kwa sababu hatunii nia moja. Tungekuwa tuna nia moja, tungefuata Biblia kama inavyotufundisha. Kwa sababu hizi dini zetu zote, kila dini ina namna yake ya kuabudu. Na kama ina namna yake ya kuabudu, mbona Biblia imeandika maelekezo yote kwamba tutafuata njia hii? Na kama tutafuata njia hii, mbona wote hatufuati, kila mmoja anafuata njia yake? Ndio pale tunapogundua kwamba shetani anacheza na sisi. Shetani anacheza na imani zetu. Kwa sababu tungekuwa tuna nia moja, tunaenda pamoja, tusingekuwa kila mmoja ana zaburi yake, kila mmoja kama hivi wa Korinto wa kwanza 11 inavyosema, kila mmoja na zaburi yake, kila mmoja na kitu chake. Isingekuwa hivyo. Kwa sababu Biblia inarudia pale pale. Biblia inarudi pale pale. Katika Warumi 11. Maana ni nani aliyejua nia ya Bwana, au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyefanya kitu ile kwa sababu alipo kitu? Ni nani aliyeshawahi kuwa mshauri wa Bwana? Jibu linakuja, hakuna aliyewahi kuwa mshauri wake. Kwa hiyo wewe na imani yako na hiyo imani unayojitengeneza wewe, huwezi kufanya kitu kwamba sisi tutaabudu kwa njia hii, tutampendeza Mungu wetu. No, hayo maelekezo ni ya kwako, hujapewa maelekezo yao kwamba uabudu kwa njia hiyo. Hebu tuangalie kwanza hizi dini maana yake ni nini? Hizi dini zilitengenezwa na nani na faida yake ni nini? Tuziangalie kwanza hapa. Tuangalie katika Wakolosai 2. Ukija katika ile Wakolosai 2:8 ambayo inasema kwamba mtu asifanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kwa kama Kristo hajafundisha hicho kitu, mchungaji akikwambia usimsikilize. Na nishawahi kusema, toa hoja, muulize mchungaji, hiki kitu tumekitoa wapi? Haiwezekani yeye avumbue mafundisho yake akufundishe wewe wakati Yesu hajawahi kufundisha kitu kama hicho. Mstari wa 9 katika Wakolosai 2:9 inasema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Kwa hiyo Yesu, utimilifu wote wa Mungu unakaa kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo Yesu ndiye kipaumbele, Yesu ndiye Mungu wa kweli. Yesu ndiye topu. Yeye anatakuwa kupeleka kwa Yesu, akwambie muamini Yesu, asiongee mtu mwingine yeyote. Haya, ukija hapa katika utimilifu wa Mungu ambao unakaa kwa jinsi ya mwili, kwa mwili wa Yesu Kristo, 10 nasema, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Sisi wote tumetimilika katika Yesu Kristo. Tumetimilika, tumetimia, tumekamilika katika Kristo. 11, katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mkono, kwa kuuvua mwili wa kanyama, mlizikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Hapa tukoambiwa tulizikwa na Kristo kwa njia ya ubatizo, na kwa katika wafu na sisi tufufuliwa kwa njia ile. Swali linakuja liko pale pale. Hao wanaobatizwa kwa kumwagiwa maji tuwataje kabisa waziwazi, maana katika Kristo hamna katika Kristo Yesu Kristo hamna unafiki. Au Anglikana unamwagiwa maji, wa Lutheran, wa Katoliki, Moravian, hata Methodisti sasa hivi ubatizo upo. Baptist Church ubatizo upo. Hata kanisa la Biblia ubatizo upo. Huo ubatizo mimi nimehubiri kwenye kanisa ya kilokole haya. Hata ubatizo na wenyewe pia umeingia. Hivi haya maelekezo yapo kwenye kitabu gani? Hebu tupeane ukweli, yaani ukweli ubaki wazi. Haya ubatizo wa kumwagiwa maji kichwani, wa kuosha kichwa, huko gani kwenye Biblia? Ili sasa tunapohukumu watu ni matendo, tunapohukumiana, tunaposhutumiana, tunapolaumiana kwamba ubatizo ni ubatizo wa shetani, sio ubatizo sahihi, sio wa kuzikwa, sio wa kufufuka pamoja na Kristo. Tunapoona kwamba tunapohukumiana watu kwamba huu ubatizo sio sahihi, hebu tuonyeshane maandiko. Wanaosema wamesoma, wanaobatiza ubatizo wao, nadhani maandiko wanayo. Waliobatizwa ubatizo wao, mafundisho hayo wamefundishwa. Hebu tupeane maandiko ili tusihukumiane, tusilaumiane jamani. Ubatizo. Haya, tuendelee. Tunataka maandiko, tupe maandiko. Ubatizo wa maji, wa kumwagiwa maji kichwani, ulianzia lini, umeanzia wapi, na kwenye maandiko uko wapi? Tupewe.
Hiyo itatusaidia wewe. Hata mimi pia utanisaidia. Hata mimi pia utanisaidia. Haya. 13. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa miili yenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Kwa hiyo Kristo ametusamehe makosa yote. Pale mtu anaposema yeye ni mtakatifu katika Yesu Kristo, kama Biblia inasema wewe ni mtakatifu kama yeye alivyokuwa mtakatifu, hapo tunakuwa tumekosea wapi? Maana tumeshasamehewa makosa yote. Je, Kristo alitusamehe makosa yote? Hao wasio muamini Kristo wamesamehewa makosa yao? Maana kuna dini nyingi. Kuna dini za Kiyahudi, kuna dini za Mungu Baba, kuna dini za Mashahidi wa Yehova, kuna dini la Sabato, kuna dini ya Wakatoliki, kuna dini ya Lutheran, kuna dini ya shika neno tenda neno, kuna dini ya Waislamu. Wanaamini kama msamaha uko katika Yesu Kristo. Na kama msamaha upo katika Yesu Kristo, unawezaje kumhubiri mtu mwingine tena nje ya Yesu Kristo, wakati aliyekusamehe dhambi ni mwingine, ambao unatakiwa ushikamane naye, ambao ni Yesu Kristo Bwana wetu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, akakiondoa kile kibambazi kilichokuwa kimemtenga katika ile agano la kale, ambao ile pazia ile iliyokuwa hekaluni ilikuwa hairuhusu mtu wa mataifa kwenda mle, lakini akakipasua kwamba hakipo tena, kuwepo tena. Agano la kale kalifuta pale msalabani, wote tukawa huru, tukawa tunawabudu sasa kupitia Yesu Kristo aliyezaliwa na mwanamke kwa jinsi ya mwanadamu, akauvaa mwili, akateswa, akaona kweli huu mwili ni mgumu kweli. Huu mwili unapambana na dhambi sio kidogo kupata uzima. Kwa hiyo jifunzeni kwangu, na mimi nimewasamehe dhambi zenu bure, mpate uzima wa milele. Baada ya kuona huu mwili tulionao ni mgumu mno, akatusamehe bure, akaingiwa na rehema, akaingiwa na huruma, akatusamehe dhambi zote. Ndio maana nampenda sana Yesu. Tuangalie sehemu ya 5.